watoto wetu wa kike wasipofanikiwa hawana wa kumlaumu. Tumetoka huko nyuma kama nchi, nafasi ya mwanamke ikiwa ndogo sana karibu kwenye kila nyanja, ukianzia kwenye nafasi yake kwenye jamii, nafasi yake kwenye elimu, nafasi yake kwenye imani za kidini, nafasi yake kwenye uongozi. Kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika. Tumewahi huko nyuma kuwa na mama zetu kwenye historia kina Bibi Titi Mohamed, lakini imepita miaka mingi sana kuja kupata watu ambao ni vinara, machampion kwenye uchumi, machampion kwenye leadership. Siku za nyuma mtoto ukiwa na binti nyumbani hata anazungumza, unajua mimi nitakuja kuwa rais, unaambia hebu nitolee kelele, unanielewa? Lakini kwa sasa tuna role models wengi, na tukianza na nafasi ngumu kabisa ambayo sio wa kike wala wa kiume, hata hao walioipata, yani lazima kuwe kuna nguvu ya Mungu pia kuipata, kwa sababu tangu nchi yetu imepata uhuru, Mama Samia ni mtu wa 6. Kwa hiyo sio rahisi kwa wa kike na wa kiume, lakini sasa tumempata mwanamke. Kwa hiyo hata tunapofanya malezi kwa watoto wetu, una uwezo kabisa wa kumwambia wewe unaweza ukaja kuwa rais wa nchi yetu, kwa sababu tayari rais yupo. Tuna speaker wa bunge, tumekuwa na Mama Annie Makinda, amekuja Dr. Tulia. Ni nafasi kubwa, muhimili huu ambao kiongozi wake ni mwanamke.